Tunaendelea na safari ya kujifunza juu ya kusudi la maisha ya mwanadamu, kusudi la maisha ya kwako, kwamba tufahamu hakuna mwanadamu yeyote ambaye yuko hapa kwa bahati mbaya, na hii imekuwa ni imani yangu kwa muda mrefu kwamba kila mmoja ana kazi yake. Sasa leo nataka tujifunze juu ya kichwa cha somo kinachosema watu sio kwamba wanakuchukia bali wanakusogeza ili lile andiko ama neno lililoandikwa kwa ajili yako liwapate kutimia. Sasa ni nini ufanye unapokuwa unakutana na chuki, wivu kwenye safari yako ya maisha? Je, upambane, upigane, ufanye kitu gani? Nataka tuangazie somo hili kupitia simulizi ya maisha ya Yusufu mwana wa Yakobo, mwana kati ya wale wana 12. Yusufu mwana wa Yakobo ni mmoja kati ya watu ambao walipitia changamoto hizo za kuchukiwa, kukataliwa na kuto kusikilizwa, kuanzia kwa wazazi, ndugu zake, jamaa zake, na hata watu wengine bado waliendelea kumchukia. Kila mahali alipofika alikutana na chuki na wivu, lakini kwa sababu Mungu alikuwa ameandika ipo mahali atapita aweze kufika kwenye kila ambacho nimekusudia ukifanya kwa ajili yake, ama yeye afanye kwa ajili yangu, basi atafika tu. Simulizi ya Yusufu inakuwa kwamba alipokuwa akiwa na umri wa miaka 17 alipata kuota ndoto mbili, na ndoto ya kwanza ilikuwa ni kwamba walikuwa shambani, yeye na ndugu zake wakitoa miganda shambani. Miganda ni mazao yaliyokauka, kwa sasa wameyakusanya, kila mmoja katika wale wana 12, kila mmoja amekusanya mganda wake. Lakini sasa cha ajabu, mganda wa Yusufu ukaenda katikati na ile miganda 11 ikazunguka ikauinamia ule mganda. Ndoto hii akawasimulia ndugu zake, na ndugu zake kwa sababu walijua baba yake anampenda sana, wakamchukia na wakaongeza chuki na kuto kuongea naye kabisa. Basi Yusufu hakujali hilo, akaendelea na maisha. Ikawa tena siku nyingine akaota ndoto nyingine, akamwambia, tazama, nimeota mwezi, jua na nyota 12 zinaniinamia. Baba yake akamkemea, akamwambia, ni ndoto ya aina gani hii uliyoota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi pia? Baba yake akalihifadhi ile neno licha ya kumkemea, lakini wale ndugu zake walimhusudu, yani walimwonea wivu mbaya na chuki ya kutaka kumwangamiza asiweze kutimiza zile ndoto, ama ndoto zile zisipate kutimia. Basi Yusufu akaendelea na maisha. Ikawa siku moja ndugu zake walienda machungani kuchunga, yeye akabaki nyumbani na baba yake. Sababu baba yake alimpenda sana Yusufu, alikuwa ni mwana wa uzee wake. Basi ikawa walipokuwa machungani, baba yake akamtuma Yusufu aende kuangalia nduguze wanaendeleaje, akawajulia hali, kisha arudi nyumbani ampe taarifa baba yake kwamba ndugu zangu wanaendelea na machungani, au wanaendelea kuchunga wakiwa wako salama, wakiwa hawana madhara yoyote, wakiwa hawana changamoto yoyote. Yusufu akaenda. Kumbuka tu kwamba hawa ndugu zake bado chuki walikuwa nayo na bado njama walikuwa nazo za kuweza kumwangamiza. Basi alipofika kule machungani, nduguze akapanga njama waweze kumwangamiza. Kumbuka ni wale watoto wote 11 walikuwepo machungani. Sasa katika wale watoto 11, Rubeni akawaambia, msimwage damu ya ndugu yenu, bora tumtupe shimoni kisha tumtelekeze, tumwache huko. Maandiko yananiambia kwamba, ama simulizi inazungumza kwamba Rubeni aliyafanya ama aliyasema hayo ili baadaye arudi apate kumwokoa Yusufu na kumrudisha kwa baba yake. Lakini
mara akiwa bado hajatekeleza jambo lile, Rubeni, wakapita watu wakiwa na ngamia, nao walikuwa ni Waishmaeli, wakiwa katika safari ya kuelekea Misri. Basi wakafanya shauri wamuuze Yusufu kama mtumwa. Wakafanya hivyo, wakamuuza na wakalipwa. Kisha Yusufu akaondoka kama mtumwa. Wakiwa safarini huko kuelekea Misri, na walipofika Misri, basi wakamuuza tena Yusufu kwa Potifa, mkuu wa askari wa mfalme. Kumbuka, huku wao nduguze wamechinja mbuzi, wakaipakaza ile nguo yake ambayo ni kanzu aliyeipenda sana baba yake, ili wakamwonyeshe baba yake kwamba mwanao ameliwa na wanyama, tumepata kanzu tu. Ndicho walichokifanya. Babake akalia sana. Wakati huku maisha ya Yusufu anaendelea kuuzwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Akafika kwenye mikono ya Potifa, akawa mtumwa katika nyumba ile. Lakini maandiko ananiambia kwamba Mungu akawa pamoja na Yusufu. Kwa nini Mungu alikuwa pamoja na Yusufu? Kwa sababu ni andiko aliloliandika yeye, ni lazima litimie. Haijalishi ni akina nani wanafanya nini, hayo yote ni Mungu ameyaruhusu ili lile andiko lipate kutimia. Basi akafanya kazi pale na akaona kibali mbele ya Potifa, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na yeye, akamweka kuwa msimamizi wa mali zote za hapo nyumbani, na ile nyumba ikapata baraka kwa sababu yake yeye Yusufu. Ikawa akiwa pale alikuwa ni kijana mzuri wa muonekano. Basi mke wa Potifa akampenda kijana yule na akatamani alale naye, akamsihi alale naye, lakini yeye hakukubaliana na hilo, kwa sababu alijua yule ni mke wa bwana wake, na alimwambia, siwezi kulala na mke wa bwana wangu. Lakini kwa sababu ya kulazimisha mke wa Potifa, iko siku akaingia ndani ya chumba chake na kumlazimisha kufanya hivyo, lakini Yusufu akamponyoka na kumwachia shati lake, akakimbia nje, akapiga kelele mke wa Potifa. Walinzi wakaja na kumuuliza nini kimetokea, akaeleza habari zile na kumsingizia kwamba Yusufu amembaka. Lakini Yusufu hakumbaka, isipokuwa yeye ndiye alikuwa anafanya jaribio la kutaka kumbaka ama kumlazimisha alale naye. Basi pasipo kusikiliza upande wa Yusufu kwamba ni nini kilichotokea, lakini Yusufu hakujitetea, akawekwa gerezani, akakaa kule gerezani, na alipokuwa gerezani akawekwa kuwa msimamizi wa wafungwa wenzake. Kwa lugha nyingine ya leo ni nyampala. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, wakaona kibali tena mbele ya mkuu wa gereza, akawa kiongozi wa wafungwa. Ikawa alipokuwa pale, wakafungwa tena watumwa wawili wa mfalme ambao walikuwa wakifanya kazi kwa mfalme kwa sababu ya makosa waliyotenda kwa mfalme. Basi ikawa siku moja walipata kuota ndoto, kila mmoja ndoto yake, na asubuhi kulipokucha, Yusufu walipoenda kuwatembelea na kuwasalimia, akakuta amedhoofu sana. Akauliza, kulikoni, mbona amedhoofu sana? Wakamwambia, tumeota ndoto na hatuoni wa kututafsiria ndoto zetu. Akamwambia, si Mungu anayetafsiri ndoto? Kwa maana nyingine kwamba, je, kwani hamjui ya kuwa ni Mungu ndiye anayetafsiri ndoto? Muulizeni Mungu, atawaambia tafsiri ya ndoto zenu. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, akatafsiri zile ndoto. Mmoja akamtafsiria ndoto yake kwamba yeye atakufa na mwingine atarudishwa kazini. Kweli ndicho kilichotokea. Mmoja akarudishwa kazini kwa mfalme na mwingine akatundikwa na kunyongwa.
Ikawa alipokuwa amerudi kazini, yule mmoja wao aliyetafsiriwa ndoto yake, mara baada ya miaka miwili kupita. Kumbuka miaka yote hiyo miwili Yusufu alikuwa yuko gerezani kama nyampara pale gerezani. Basi Farao akaota ndoto, tena akaota ndoto mbili. Alipoota zile ndoto, akahitaji kupata watu watakaomtafsiria zile ndoto, nini maana yake, ili apate kufanyia kazi endapo kuna ishara yoyote ama taarifa yoyote inayotolewa. Kumbuka tu kila ndoto huwa inakuja na taarifa ama maelekezo. Walitaka kujua ni maelekezo ya aina gani ambao wanapewa kupitia zile ndoto. Basi Yusufu alikuwa bado kwa gerezani. Farao ama mfalme akaita watu wenye hekima kutoka katika kila pande ya nchi, akaita pamoja na waganga waweze kutafsiri ile ndoto. Hapakuwa na mtu hata mmoja aliyetafsiri ndoto, na ilipokuwa imeonekana kuwa hamna mtu aliyeweza kutafsiri ndoto, basi yule mtumwa ambaye alitafsiriwa ndoto yake kule gerezani na Yusufu akasema, yuko mtu mmoja Mwebrania ambaye nimemwacha gerezani. Yule alitafsiri ndoto niliyoota mimi na aliyoota mwenzangu, na yote yakatimia. Yeye mwenzangu mkamtundika akafa, na mimi mkanirudisha kazini. Yote ilikuwa ni kwa sababu ya tafsiri aliyotupa Yusufu. Basi mfalme akamuru yule mtu akapate kuletwa ili aweze kutafsiri zile ndoto za mfalme. Yusufu akachukuliwa gerezani, akapelekwa mpaka kwa mfalme, akanyolewa vizuri, akavalishwa vizuri, kisha akaingia kwa mfalme. Mfalme akamwambia juu ya habari zile ndoto alizoota. Akamwambia, ninaota ndoto za aina mbili, habari ya ng'ombe 7 wanono na ng'ombe 7 waliokonda, mimea iliyostawi kwa miaka 7 na mimea iliyosinyaa kwa miaka 7. Yusufu kwa unyenyekevu mkubwa akasema, si Mungu anayetafsiri ndoto. Ina maana nampa taarifa Farao kwamba sio mimi ninayetafsiri ndoto, bali ni Mungu ndiye anayetafsiri ndoto. Kwa kuwa Mungu yuko pamoja nasi, ndiye atakayetafsiri ndoto. Akamwambia habari ya zile 7 ni miaka 7 ya kwanza ya shibe, furaha na amani, na miaka 7 ya njaa na ukame na ukaufu. Kwa ipo miaka 7 itakayotangulia ya shibe, na ipo miaka 7 itakayokuja baada ya miaka 7 ya kwanza, kutakuwa na ukame na njaa kubwa sana. Hivyo basi akatoa suluhisho. Baada ya kutoa tafsiri ya ndoto, hakuishia tu hapo, akatoa na suluhisho kwamba ni nini kifanyike. Akamwambia mfalme, utafute watu wenye hekima, watu wenye uwezo, waweze kukusanya chakula ndani ya ile miaka 7 ya kwanza, kitakachotosha kwa miaka mingine 7 baada ya miaka 7 ya awali. Akamweleza hivyo. Kisha Farao akasema, tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu hukaa ndani yake? Yeye akamweka kuwa ndiye msimamizi wa shughuli hizo baada yake, yaani kwa lugha nyepesi akawa waziri mkuu, msimamizi wa shughuli za serikali pamoja na ikulu. Yusufu akapewa jukumu lile, hakulikataa. Nataka kuangalia mtiririko wa mwitikio wa Yusufu. Yusufu alikuwa anasikiliza vizuri sana, alikuwa hakatai. Kwa nini alikuwa hakatai? Alikuwa anajua ni andiko lile lililoandikwa linatimia. Kwa kutimia kwake sio mimi kukataa, bali ni kusikiliza na kutii. Walikuwa anasikiliza kisha anatii. Basi akafanya ile kazi kwa ule muda wa miaka 7 ya awali, akakusanya chakula cha kutosha
kwenye ghala ambacho kitawatosha wananchi wote na nchi yote kwa muda wa miaka mingine 7 na hata kikabaki chakula. Akafanya hivyo. Basi ilipoisha miaka 7 ya shibe, shangwe, furaha na amani, ikaja miaka ya njaa. Chakula kikawepo cha kutosha, watu wakapata chakula, wasipate njaa. Furaha walioipata miaka 7 iliyopita haikubadilika, ikaendelea kuwepo kwa sababu ya kazi aliyopewa Yusufu ndiyo inatimia. Basi ikawa baada ya muda wakaja watu kutoka Kanaani, nao walikuwa sio wengine bali ni watoto wa Yakobo. Baba yao amewaagiza wafate chakula Misri, kwa sababu ndiyo mahali pekee ambapo inaonekana kuna chakula. Sehemu nyingine yoyote hapana chakula isipokuwa Misri. Basi wakaenda wakamwacha Benjamin. Kwa maana nyingine walienda watoto 10 wakamwacha Benjamin pamoja na baba yake ambaye ni Yakobo. Wamefika kule wakajitambulisha, sisi tumetoka Kanaani, sisi chukua watoto 12. Tumemwacha mmoja yuko nyumbani, lakini mmoja alipotea na aliuzwa kwa Ishmaeli, nasi hatujui ni wapi alipo. Wanayemweleza habari hizo ni Yusufu mwenyewe, ndiye anayegawa chakula kile kwa ajili ya watu wakaweze kutumia. Basi akasikiliza akawaelewa, kisha akamtwaa Simeoni, ama akatoa amri Simeoni atwaliwe awekwe mahali kando, kisha akamwambia, mkamlete yule mwingine mdogo, ili niweze kuthibitisha ya kwamba nyie kweli mmetoka Kanaani ambako nyie ni watoto mko 12. Basi kwa sababu yeye alikuwa ni mkuu na ni waziri mkuu, wakamsikiliza kweli. Waliporudi wakaenda wakamtwaa Benjamin pamoja nao, huku akiwa na masikitiko makubwa sana Yakobo kwamba mnamtwaa na huyu naye akafe. Lakini Rubeni alimwambia, tusiporudi naye basi na wao watoto wangu 2 kwa ajili ya huyu mmoja mtoto wako. Wakaenda, kisha akamwona Benjamin na kisha akajitambulisha, yule mtoto mwingine ambaye ulimuuza kama mtumwa ndiye mimi. Ikawa pale kukawa na minong'ono ya kwamba, tazama, niliwaambia msimuuze, niliwaambia msifanye hivi, niliwaambia msifanye hivi. Kukawa na marumbano kati yao, kwa kuamini sasa kila ambacho walikuwa wanakizuia kisipate kutimia kimetimia. Ndugu yangu, nimezungumza ya kwamba sio kwamba watu wanakuchukia, bali kusudi la Mungu limetimizwa. Ni mapenzi ya Mungu yanapata kutimizwa kwenye maisha yako. Kwa usitumie nguvu kupambana kuzuia chuki ambayo inakuja mbele zako, bali jiulize maswali, ni kwa nini watu wananichukia? Ama Mungu unataka kunieleza taarifa gani? Unataka kunipa maelekezo gani katika hichi ambacho ninatendewa na watu hawa? Je, wanastahili adhabu? Wanastahili pia kuchukiwa, ama ni wadhambi? Lakini la hasha, sio kwamba ni wadhambi. Wanakusogeza kwenye ile kazi ambayo Mungu amekutuma uifanye. Kwa usione unapewa adhabu. Yusufu hata baba yake mwenyewe hakumuelewa. Kwa hata sisi kwenye maisha yetu upo wakati hata wazazi hawatatuelewa, na wakati mwingine watatukemea. Inawezekana pia hata wewe kuna mahali, kuna siku ulikemea kwa sababu ya kile ulichokuwa unakifanya ulipokuwa mdogo, ama katika umri fulani ulipoanza kufanya kitu fulani walikukemea, wakiamini ya kwamba hautaki kufikiria juu ya mambo kama hayo, haiwezi kukupeleka mahala popote. Lakini kumbe ni Mungu alikuwa anakutambulisha. Kwa Yusufu alikuwa anatambulishwa na Mungu kwa ndugu zake kupitia ndoto zake 2. Ndiyo maana hakuona ajabu kuwaeleza ndoto ya pili, licha ya kwamba ndoto ya kwanza walimchukia, bado aliona haja ya kuwaeleza, manake alikuwa anatilia msisitizo katika kila alichokiota mara ya kwanza, pia mara ya pili. Maana yake ilikuwa ni hiyo tu moja, yeye ametumwa kuokoa wana wa nyumba yake
Yeye ametumwa kuokoa watu wa Kanaani. Yeye ametumwa kuokoa watu katika habari ya njaa ambayo itakuja baada ya miaka 7 ya kwanza. Ndipo pale ambapo kunakuja habari ya kumsujudu katika ile miganda na katika ile jua, mwezi pamoja na zile nyota 11. Watu hawakuchukii, watu wanakusogeza kwenye kusudi la maisha ya kwako. Usilipize kisasi. Usitumie nguvu za mwili wako kupambana na watu. Tega sikio, usikie ni nini Mungu anasema kwa ajili yako. Usikie ni nini Mungu amekuagiza kukifanya. Usikie ni wapi Mungu anakopitisha, ni kwa nini anakupitisha mahali alipokupitisha. Mbona hajampitisha mtu mwingine? Kwa sababu kila mmoja atapitishwa mahali pa kwake panapomfaa kulingana na lile andiko lililoandikwa juu yake. Neno lililoandikwa ndilo kusudi, kulingana na kusudi la Mungu kwenye maisha ya kwako, kwenye maisha ya mtu fulani, atapitishwa mahali anapopitishwa. Watu watamchukia na kuamini kwamba wamemkomoa. Watu watamwonea wivu na kumtelekeza na kumtokomeza, ambayo wakiamini ya kwamba wameweza kufanya aliyofanya. Lakini utulize akili, usikilize na kutii sauti ya Mungu kupitia yale matendo ambayo yanatendwa juu yako. Chuki, wivu unaonyesha juu yako, watu hukutoa na hukupeleka mbali. Si kwamba wanakupeleka mbali, wanakusogeza ukatende kazi ambayo Mungu amekutuma kuifanya. Yusufu anasogezwa na ndugu zake kwenye kusudi la maisha ya kwake, kusudi la maisha ambalo Mungu alimwonyesha akiwa na umri wa miaka 17. Lakini tunapata funzo kubwa kwamba pale wakati Mungu anapokutuma utapata kibali, haijalishi ni mazingira ya aina gani, kibali utakipata. Yusufu alipata kibali mbele ya Potifa, akapata kibali mbele ya mkuu wa gereza, na akapata kibali mbele ya mfalme, na baadaye ndoto ikatimia. Yeye, nchi yote wakamsujudia yeye, wakamkiri yeye ya kuwa ndiye mkombozi. Si hata mfalme Farao, sio hata Potifa, sio hata Yakobo, bali Yusufu akawa ndiye mkombozi halisi wa ardhi ya Kanaani na ardhi ya Misri pamoja na wananchi wake. Kwa Mungu akikutuma, Mungu akishakuandikia, ukishatambua kusudi la Mungu kwenye maisha yako, kwamba Mungu amenituma kufanya kazi fulani, Mungu anakuwekea ulinzi. Mungu anakuzungushia uzio. Hata simama hata mmoja akaweza kukuangamiza, bali hata kati ya hao ambao wanadhani kuwa ni adui, yuko mmoja ama mtu mmoja atakayesimama kuhakikisha kwamba mtu huyu anafikia kila ambacho Mungu amekusudia ukifikie. Alimuinua Rubeni kwa mara ya kwanza kati ya ndugu zake ambao wote hawakumpenda. Kisha akamwinua tena mkuu wa gereza ambaye yeye ndiye alikuwa anasimamia wafungwa wote. Kisha akamwinua tena mfungwa mmojawapo kati ya wale wafungwa wa mfalme. Na mwisho ndoto inapata kutimia. Mungu akikuandikia kitu, ukishajua kitu alichokuandikia Mungu, ni furaha tele na ni amani tele, kwa sababu hautotumia nguvu kupambana na mambo. Ni Mungu anakuwa anaweka mambo kwenye utaratibu. Atakupitisha anapokupitisha, si ili uangamie. Atakupitisha anapokupitisha ili upate kujifunza na kuimarika kwa ajili ya kazi ile ambayo amekutuma. Laiti lijaribiwa jaribio la kubakwa na mke wa Potifa kisha kupelekwa gerezani, pengine asingeweza kutafsiri ndoto ama asingeonekana kuwa na ujuzi wa kutafsiri ndoto. Lakini inaonekana Yusufu, ukiangalia katika simulizi yake, inaonekana uwezo wa kutafsiri ndoto alikuwa nao muda mrefu. Ndiyo maana hata hakupambana toka mwanzo,
Alijua kwamba hii ni ndoto inatimia. Kwa haya yote nayotendewa ni ndoto inatimia. Wacha niuzwe, ipo siku watakuja kuelewa. Nazungumza ya kwamba wakati mwingine waacha watu waje waone bendera ikiwa inapepea, kwa sababu hawakuamini hapo awali. Itakapopepea wataamini ya kwamba ni wewe unayatenda hayo, si kwa sababu yako, bali Mungu aliyekuandikia haya kapate kutimia, nalo ni kusudi lake kwenye maisha yako. Ndiye aliyeyafanya mambo yote, lakini ushindi ni haki yako ikiwa walijua kusudi la maisha yako. Ndiyo maana naweka msisitizo mkubwa sana kuhusiana na kusudi la maisha, ya kwamba watu watambua kusudi la maisha ya kwao. Utakapotambua kusudi la maisha ya kwako, hautapitia changamoto, isipokuwa utapitia katika sehemu za maelekezo. Hautachukia watu wala hautanyanyasa watu, hautolipiza kisasi, bali utaona kwamba ni Mungu ananielekeza kwenye kile alichokiandika kwa ajili yangu. Sio kazi yangu kupambana, sio kazi yangu kupigana, sio kazi yangu kulipiza kisasi. Yeye aliyeiandika lile neno kwa ajili yangu, ambaye sio kwamba yuko mbali, bali yuko ndani yako, yuko ndani yangu, analitimiza neno lake. Isaya anasema neno aliloliandika Mungu litapata kutimiza mapenzi yake. Yaani ni kama mvua ishukayo katika ardhi, itakunya katika ardhi na itachipuza mazao pamoja na mimea yote, kwani ndilo neno lililoandikwa kwa ajili yako, ndilo kusudi la maisha ya kwako. Kapitie video zangu za hapo mwanzo, ambazo kwanza tulianza kujifunza habari ya kumjua Mungu ambaye yeye ndiye anayetoa kusudi la maisha kwetu. Kapitie habari ya tabia na kusudi la Mungu pamoja na umri. Ujifunze, kisha njoo usikilize video hii uone jinsi gani mtiririko ulivyo wa maisha ya mtu ambaye analitambua kusudi la maisha ya kwake. Hatumii nguvu, hapambani. Daima yeye ni mnyenyekevu, daima yeye ni msikivu, daima yeye ni mtii. Huyo ni mtu ambaye Mungu amemtuma kufanya kazi yake. Si kwamba tu ni huyo mtu, maana kila mtu ametuma kufanya hiyo kazi ambayo ni kazi ya kipekee, kwamba wewe utafanya kazi hii na yule mwingine atafanya kazi ile, na mwisho wa siku tutakutana kufanyiana utimilifu ama kutimiliza lile ambalo limeandikwa kwa ajili ya kila mmoja wetu limepata kutimia. Ndilo kusudi la maisha ya Mungu kwetu, ndilo kusudi la maisha ya kwetu kwa ajili ya Mungu. Ni kusudi la Mungu linatimizwa. And this is the school of life.